Wewe naye basi na simu na wewe. Nisingekuita si ungechezea saa ngapi? Aya dada, ushaanza. Aya, nimetikia utoe pole zangu. Kuna jambo nataka nikwambia, nitasusa mimi. Unaanzaje kususa? Hebu niambie. Bwana nakutania tu mdomo wangu. Mimi nisuse kukwambia wewe kitu. Jambo siwezi kususa. Nikwambia usipange? Niambie. Kiherehere na kujua tu basi ukilo kinafanya. Wewe kama unaniona niambie dada. Kubwa bwana mdogo wangu, nimekuita hapa ya kusaidia lile jambo nilokuambia siku ile. Si unakumbuka? Lipi tena? Na wewe ndio kusema kichwa chako kimekuwa kibovu kiasi hicho. Si ulikuja kwa unajalia dada, leo kaniacha ataokoa au umesahau? Nimekumbuka dada yangu. Mbona? Haya nini hicho tena dada yangu? Wewe unataka kusaidiwa? Ndio. Unataka kusaidiwa utaki? Nataka. Shika kwanza. Okay. Afu leo hujachangamka kama dada yako. Siko nani? Umedoda. Nachojiuliza ni kitu gani hicho sasa? Konki Mata yenyewe iko dakika hiyo. Mbona atakupigia magoti? Sasa inafanyaje ili nikomeshe mseremo? Tulia. Wewe poa mwako. Mimi ndo dada yako, nipo hapa. Ndi, tulia pe mambo. Nisikiliza kwa makini. Unisikilize haswa. Usio kaniharibia shughuli. Wewe nakujua wewe. Siwezi. Utetuwe kwenye mambo yetu. Unanichanganya. Mambo gani? Nivai nikwambia wewe kichwa chako kibovu, nisikilize. Nijitahidi juu chini kwa nguvu zako zote, hali na mali, uhakikishe unakutana kimwili na mselewa. Upo. Ukishakutana naye sasa utamshawishi asikuone, lakini usitumie nguvu kubwa sana hapa kushtukia kama una kitu. Tumia tu ujuzi, ujanja. Umeelewa? Utatumia kujipaka sehemu za siri. Dada bana. Ukishajipaka sehemu za siri akikuingilia tu, kisha habari yake. Habari yake? Unamaanisha nini? Maanisha yogo hatopanda mtungi. Nguvu zake za kiume zitakuwa zimekwenda na maji. Hiyo ndo anataka iwe, haitakuwa. Maana yogo ndo apande mtungi, yani nguvu hakuna. Anafanya nini? Hata hicho kimoja siwe nusu kinakuwa hakipatikani. Kuisha habari yake. Takuwa tumemkomesha. Ndio maana kupenda dada yangu. Yaani mimi sina dada mwingine yoyote zaidi yako. Tena nakupenda sana. Sasa nataka nimkomeshe huyo kidudu mtu huyo mseleo. Si anajitaja kwamba yeye mwamba. Yeye ndo mwanaume sana. Sasa nataka nimuoneshe. Yaani ndio maana nifanye leo hii kazi. Tulia bado naendelea. Kukiliwa kwa mwali na kwa kungu kuliwe. Upo dada? Hamaanisha nini dada? Hivyo ndo naponikera mimi. Unakuwa mzito. Hadi si ukoje. Maana yangu nikifanikisha kukusaidia jambo lako na mimi wa kwangu kama tulivyokubaliana, tanisaidia mdogo wangu. Upo nyonyo? Hiki jambo gani hilo dada? Fanya kazi kwanza.
Naona mama mtuita. Shida nini? Ni kweli nimewaita. Una ujio kwenye mji wetu. Na ile mtu aliyokuja kwenye huu mji yupo kwa ajili ya kazi maalum. Ni mganga wa kienyeji na amekuja kumtibia Sara. Nimejaribu kuongea naye. Inaonyesha ni mtu anayejiamini sana. Kwa sababu ilifika wakati akasema hakuna wajinga wote ambao wanaweza kanichezea. Ni kwa siku sana ulio wako. Na kama amekuja kumtibia Sara, akimpungua tu Madina lazima akarudi tena upya. Tutakuwa tumekwisha bali yetu. Ni kweli mama. Hivi ni vikwazo sana mamangu. Sasa tunafanyaje? Maana hiyo kwetu itakuwa ni hatari sana. Ni kweli. Na mimi pia najiona kwamba tupo hatarini. Kwa sababu nimejaribu kuongea naye pia. Atuachie Sara. Atumikia adhabu tuliyompa. Na nikamwambia nipo tayari kumlipa kiasi cha pesa zaidi ya kile atakachokiwa na Sara. Iwe ni mara 2 au zaidi ya mara 2. Lakini majibu yake hayakurejesha, kwa maana ni ya kebehi na majigambo pia. Hiki sasa kizaizai. Hiki kizaizai. Hivi huyu mtu ametokea wapi? Anataka kushindana na sisi. Sisi lakini hatujawahi kushindwa. Mama, sisi tunakusikiliza wewe tu. Neno lako kwetu sisi ni sheria. Tunatekeleza mara moja. Tuambie tunafanya nini? Hatujawahi kushindwa hata siku moja. Tumefanya mengi na hili nalo tutafanya na litaenda kama vile tunavyotaka. Kwa maana atakapomtibia Sara akaitoa ile mimba, ina maana ameisungua Madina na kuwa sio. Na Madina akiwa huru hatutamweza. Hivyo basi nitaandaa kombora kwa ndugu yake tuweze kumsambaratisha ndugu yake. Katika siku ambayo unaongea kweti, yani leo umeongea kweti, hiyo imeisha. Hivi unafuata nini chumbani kwangu? Na nani amekupa ruksa kuingia ndani? Mselemu. Hivi naona si muelewa eh? Nisikilize basi. Sina muda wa kusikiliza. Hivi ina maana nilivyokufuata nikakwambia kwamba nina mtu wangu. Nina mwanamke ambaye nampenda, nahitaji kumuoa. Sikuhitaji tena kunielewa. Inakuwaje unaingia ndani kwangu bani pasipo taarifa? Ungenikuta na mke wangu. Mselemu. Mimi nisamehe kwa kuwa nimeingia nyumbani kwako bila taarifa. Mimi ni mwanamke. Nimekumisi eti. Hivi unakijua anachokiongea? Hivi hata unaelewa kitu ambacho nakizungumza? Kwa nini mtukane mambo ya Kiswahili? Wewe unataka mimi nizungumze vipi sasa? Mselemu. Mimi bila wewe siwezi. Please basi naomba nionee huruma. Najua una mke wako wewe mtarajiwa. Kumbuka na mimi pia nakupenda. Hebu usiniguse.
Hivi hata kama unakosa mwanamke ambao, yaani kama unakosa muelewa, wewe ni mwanamke design gani? Mbona mimi nimekufuata kwa amani tu, nimekuambia kwa uzuri, hata mimi sikuitani tena na mtu wangu. Yaani kwa nini yani? Najua una hasira. Naomba basi nielewe mwenzio. Kidogo tu. Basi niache kwanza basi, niache basi kwanza. Nakuomba basi kidogo tu. Japo kwa leo. Mambo tu niache basi. Hivi tu unamaanisha? Hatu. OMT. Mama. Wewe choko nini mamako nani? Wewe, umeona mdogo wangu? Haya ndo mazingira yanakupangilia kila siku. Punguza wenge. Haya leo hii umeshindwa kwenda kuanga na bi mkubwa wako, umenitimbia mimi maskani umekunita hapa, au sio? Umekuja kupiga nyanga na mimi hapa. Haya angalia haya mazingira. Ndo mazingira gani haya? Mimi sijazoea maisha hapa. Umesikia? Mimi mazingira ushirikina si mind, sipendi kabisa. Oa. Wewe nadhani unijui vizuri. Uijui itikali zangu mimi. Wewe unijui mingo zangu afu uelewe maisha yangu mimi naishije. Wewe kama ulikopo unijui mimi mwenzako mimi umeona mimi. Mimi mtoto mtakatifu. Si unaelewa? Nimebatizwa maskani bi mkubwa shahidi. Haya nipangilie ndosi, kwa nini tupo hapa? Sasa kama mimi ni mchawi kwa igena mimi nipo hapa. Kwa nini mimi niko kitandani? Kwa nini mimi nipo hapa? Sasa ulikuja kwenye kikao. Mimi nashangaa kwa igena nimefika hapa. Kwa hiyo unajifanya ujui, si ndio? OMT. Bichwa mwanao. Nakumbuka jamaa tulimkaba na bichwa yake. Ndio tulimkaba pale kati. Na tulimkishia. Huyu atakuwa amehusika. Sababu cha kufanya. Mimi na wasiwasi atakuwa hajakumbuka. Huyu anapita njia tu, sio unaelewa? Kwa tukaushe tufanye hapo ito au si? Hilo yenyewe si unajua. GB 128 lakini virus kibao. Ana MB 6 tu hapo za kumbukumbu kwa kausha tulia, sio unaelewa? Nona tula. Angalia ile bicho likubwa atasahau kweli, kumbe mbuzi chache. After na mwangaini na usalama afika angalia. Mungu atamsikiliza bana ja. Ndio ndo nena. Unajisikiaje kulala hapo? Najisikia ovyo. Maana sema alisalama kwa ajili ya kulala hapo. Umependa eti? Badala yongee pointi linaongea tokoro. Kwenye siku nilivyoambia niacheni nipite, ampuelewa. Haya ndo madhara yake, sawa? Haya. Na wewe kwa nini hivyo kuja kwa mama yako nikatalia kabisa? Kwamba unijui na hujanikaba. Asa sikizeni. Nachokihitaji mimi, hii msiendee kuteseka hivyo. Nahitaji vitu vyangu vyote kama vilivyokuwa. Nadhani mmenielewa. Si tumekuelewa faza mbichwa. Ila unachofanya sio fair na nini. Wao mambo mengine yanazungumzika hapa. Afu sisi wote watoto wa kiume, si unaelewa? Watoto wa kiume tunamaliza kiume, tunakaa chini tunadiscuss. Hapa tumekosea mwenetu. Wewe unatupangilia ndosi tu wanangwe. Pale mlichofanya sio fair na nini. Si unaelewa? Kuliko kufanyana hivi utoto huu. Kwa nani utoto huu? Nani mtoto mwenzio hapa? Unaga kabisa. Sisi wote hapa watoto wa kiume kweli. Hivi unafikiria kwanza wewe? Sikizeni. Fanyeni upesi, nipeni kila kitu kilichokuwa cha kwangu. Haraka iwezekanavyo. Vitu ndizi vikaba. Skoli niambia kwamba mtu sio Tanzania. Sasa akutishia. Mimi nilikuchana chuma kutoka Lorenzo. Sasa nini? Baridi tuepushe shari au si. Tumpe tu matakataka yake.
Ila sio vizuri kutulaza chini hapa. Ndo atembezea bakora nyie. Pole. Nimekuchosha. Wala sijali. Ni kawaida tu. Ayo, kuna kataa nini sasa? Uone kwamba tumeenjoy. Kwani tumeenjoy. Lakini sasa sio mazoea. Kila siku mpona kuja ndio sio kitu kizuri. Usijali. Nimekuomba ni mara moja tu. Siwezi kurudia tena. Isitoshe kuna muda mwingine huwa na miss limit. Unajua yeye ni mwanaume unajua kumpatia. Kweli? Ndio. Najikuta kukaa mbali na wewe na shinda. Unajua mimi nakuelewa sawa. Lakini kitu ambacho kinanipa wasiwasi mkubwa ile mpenzi wangu au mke wangu mtarajiwa anasema hivyo utakuwa umenielewa. Ndio maana ustendi yake jake ndani huko mara kibao. Vipi ya mwenzangu wa Kenya? Utamwambiaje? Wala usijali kuhusu yeye. Nitajua ni vipi nitamdanganya. Hizo nitamwambia nimechoka au nani. Sawa. Basi nataka basi. Itaponi vizuri. Wewe naenda kusoma. Basi nikao kunje. Ikaitupisha mapia. Hivi pete yangu usinilivyo nilekaba? Ya, rufua. Kama sioni. Angalia tizuri hizo kwa simu tena. Sioni bana, kweli. Kwani pete yako ni kwamba ina umuhimu sana? Ndio, maki alinivisha au mwenye chizi. Mwisho nikanimepoteza kidogo niache. Machana mambo, anaumiza kichwa tu. Wewe nenda mimi nikipata nitakuletea. Sawa. Viatu vipi? Umo waangalia vizuri utaviona. Nisikizeni. Kweni makini na tabia ya wizi. Leo hii mimi wakanya hivyo kidogo. Ndio kutana mtu mwingine alije kufanya kitu kibaya ambacho mtu kuja kuamini. Na upekea kipo kweni. Mama, waambie vijana wako. Kacha mwanangu, sipendezewi kabisa na tabia yako.
na sio kila mtu ni wa kumwibia. Haya, mnajua huyu ni nani? Hizo tabia kama utaendelea nazo, utakuja kupata matatizo makubwa sana. Lakini pia nikukumbushe, asiyefunzwa na mamaye kufunzwa na ulimwengu, na usiombe siku moja ya kukute. Vipi na wewe kuhusu mipango yetu tuliozungumza? Umefikia wapi? Mimi siku zote sibadishi msimamo. Msimamo wangu ndio ule ule. Kwa hilo dasamee. Unashangaa nini? Bongo joto, baridi. Wewe unakwenda. Jichenge basi. Sepa. Afadhali umekuja Karundo. Ndio nimekuja na ndio maana niko hapa. Kiukweli mimi hata sielewi. Nahisi kuchanganyikiwa kabisa. Nimeamua kutoka katika kidole cha yule binti. Kwa sababu kitendo alichokifanya ni cha unyama kabisa. Yaani sijapendezewa nacho. Unifanya la maa. Kitu alichofanya yake sio kitu kizuri. Unajua sisi tuna sheria zetu Tupo kwa ajili ya kusaidia watu wenye mitihani. Na sio kukandamiza watu. Ni kweli. Yaani kitendo cha kuua nguvu za kiume za Mselemu kimenishangaza kabisa. Sikuwahi kujua kama anaweza akafanya vitu kama hiki. Yaani nimechukia hasa. Kwa hiyo tunafanyaje juu yake? Usijali. Mimi nitakusaidia. Nitahakikisha Mselemu anakena na huyo mdogo wako pia. Ila kiukweli kitu alichofanya watu sio kizuri. Sawa, nimekuelewa. Sawa. Ila nina habari. Habari gani tena? Kwenye huu mji amekuja mganga kwa ajili ya kumsaidia mdogo wako Chioma. Mganga? Ndio. Vipi kwa upande wako? Unahisi atafanikiwa? Nina uhakika sana. Ila sika kwenye mji wa Chioma. Wewe ndio mganga anaweza kumsaidia mdogo wako. Sawa, nimekuelewa Karundo. Asante sana kwa taarifa. Usijali. Mimi nipo pamoja na mimi. Mselemu, mbona jogoo anashindwa kupanda mtungi? Lisa, mimi nashindwa kuelewa. Yaani ile ambayo imenitokea sijui ni kwa nini. Kwa sababu sio kawaida na haijawahi kunitokea hivi. Yaani najiona sina thamani mbele yako. Yaani nashindwa tunakuambia nini Lisa. Mimi sielewi. Hivi unadhani unavyoniambia hivyo mimi nakuelewa? Yaani safari hata haijaanza gari limezila. Ukisema hivyo unakosea. Kwa sababu mimi nawe sio mara kwanza kukutana. Na unaelewa mimi ndivyo. Mara kadhaa tumekutana. Nilikuwa niko sawa. Lakini sijui ni kwa nini hali imenitokea. Mimi mwenyewe ni kitu ambacho kinaniumiza sana. Kwa sababu sitamani kuipoteza furaha yako. Lakini ikifika tu mpaka nafikia hatua hii, mimi sijapenda.
Sijui kwa nini hii hali imetokea. Lisa, unanijua mimi vizuri. Lisa sio mara ya kwanza mimi naikuwa pamoja. Sio mara ya kwanza yuko na mimi. Ni hali tu ambayo imejitokeza ghafla mama. Sijui mimi. Mimi kwetu navaa, nakula na nalala. Sawa? Sasa sikiliza nikwambie, mimi naondoka sasa hivi. Siku tujiona uko sawa na unahisia na mimi, utanitafuta na utaniona tena nimetulia. Lisa. 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 Hii inawezekana vipi? Mbona kipindi chote niko sawa tu? Binti ya saizi. Salama. Nashukuru wako unaniona. Na sio kuona tu, bali naona matatizo yako yote na wakati mgumu wote unaokutia. Ni kweli na matatizo. Mimi naitwa Madina. Ni ndugu wa Chioma, mke wa Abduli. Hapa unavyoniona, sina uwezo kuonekana na mtu aina yoyote. Ni wewe tu ndo ambaye unaniona mimi. Ina maana kwamba hamna mtu yote anayekuona? Kwanza mimi nimekuja kwenye mji huu kwa ajili ya kumtibia ndugu yako Chioma. Oh. Bila shaka wewe ni mganga. Swa dakta. Unaweza kuniambia japo kwa ufupi kitu gani kinajiri katika familia yenu? Maana nimejaribu kupima ile mimba ya ndugu yako, nimegundua sio mimba ya kawaida. Kwa hiyo kama unaweza kunisaidia kunifafanulia japo kwa ufupi. Ni kweli kama unavyosema. Mimba ya ndugu yangu sio mimba sahihi. Mimi kifungo changu kipo katika ile mimba ya Chioma. Na ndio maana siwezi kuonekana na mtu aina yoyote. Basi acha nikuhadisie kwa ufupi ili uweze kunisaidia. Sawa, nakusikiliza. Nilikuwa na rafiki yangu anaitwa Grace. Unakimbia wapi? Tulia hapo hapo. Wewe sikula ulinikimbia, ulijua sitokukamata, si ndio? Hivyo mtoto mbona unakilanga wewe? Unapenda kuingilia anga zangu. Una shida gani? Hujaona mabwana wote hapa mjini umeamua kwenda kutembea na bwana wangu, si ndio? Mume wa mtu sumu. Si unalielewa tena ukome. Unijui sikujui. Sasa ukiendelea na hiyo tabia nitakachokufanya utajuta. Wewe Grace, anachosema Mariam yuko sahihi? Hapana, mimi sijatembea na mume wake. Wewe. Hivi ni chizi atoke tu kulupu aje kunyoshia vidole wewe? Hapa tulikuwa wawili mimi na wewe. Kwa nini hakuniambia mimi akakwambia wewe? Mimi sijatembea na mume wake bwana.
itakuwa amekosea tu. Sikiza nikwambie, huyu Mariam mimi namjua very well. Yaani namjua kuliko hata wewe unavyomjua. Kama unatembea na mume wake, naomba uache. Usitio ukajitafutia matatizo kabisa. Unanielewa? Mimi sijatembea na mume wake bana, tuondoke. Yaani mama, huwezi amini. Unajua nimevurugwa. Tena nimevurugwa, kuna mtu kanichanganya. Yaani nataka tumkomeshe. Nadhani unanijua mama yangu. Mimi sinaga shombovu. Mtu akishanitibu watu, yaani sitaki kabisa kujipa ushauri, sijui nifanye nini, Na ndio mama nimekuja. Mariam mwanangu, furaha yako ndo furaha yangu. Maumivu yako ndo maumivu yangu. Na unachokitaka wewe, mimi ndicho nitakachokifanya. Ili mradi tu wewe una furaha na uwe na amani. Hebu niambie, ni nini kimetokea na unataka nifanye nini? Kuna msichana anaitwa Grace mama. Anatembea na mume wangu. Alafu ananiletea mimi kiburi. Nimekutana naye njiani. Bado kidogo tu nimfanye kitu kibaya. Ila nimemkuta na Madina. Nimeshindwa kufanya nilotaka kufanya mama. Kumbe unazungumzia Grace? Yaani mimi nikajua labda unaongelea jambo kubwa ambalo liko nje ya uwezo wako. Hata hilo liko ndani ya uwezo wako. Lakini je, niambie, unatakaje? Mama, mimi nilichokuwa nataka tumuue kabisa nisimuone. Roho yangu ndipo itapotulia. Hakuna shida Mariam. Nadhani unajua kuhusu swala la kifo kwetu ni kitu rahisi sana. Si hatuna haja ya kumwekea mtu sumu kwenye chakula. Tunaweza tukamnyoshia mkono tu hivi au hata kidole kimoja na tukamtoa uhai wake. Kwa hiyo kuwa na amani. Kinachotakiwa hapa ni kuweka mitego. Tujue anapita njia gani, tutakutana naye. Ataingia kwenye 18 na sisi. Yaani mama yangu, yaani hapo mimi ndo unaponimaliza. Na ndo maana kupendaga bure. Maana nikikuletea jambo langu, wewe utaki lilale, hauna ile subiri. Yaani wewe moja kwa moja unalifanyia kazi. Basi haina shida. Mimi nitaweka mitego yangu. Nitaangalia Grace atapita wapi. Apite chini, apite juu. Na popote tutakapokutana naye, lazima tutamwangusha kama mnazi. Kwa hiyo mama, vuta subira. Mambo mazuri hataki haraka. Sasa sikia mwanangu, tutakutana kwenye kikao cha usiku. Tutajadili mengi zaidi ya hili. Naamini na uwe na amani na wewe pia. Na uamini kwamba kila kitu kinaenda kukaa sawa. Sawa mama. Mimi mzima, sijui wewe. Mimi niko poa. Unajua nimekumisi sana. Tokea siku ile mke wako alivyotukuta, hatujaonana tena mpaka sasa hivi. Kweli nimekumisi sana. Ndio. Hapana, siwezi kuja kwako. Kwa vurugu lile la mke wako tena nije kwako? Hapana kwa kweli. Sasa labda utafute sehemu nyingine, lakini sio hapo. Ai, sawa. Sawa, ukiwa tayari utaniambia. Haya. Shoga yangu, naona sasa hivi mambo kisirisiri. Hivi tangu nimeanza kukujua wewe, sijawahi kumuona boyfriend wako yani. Haya. Na hiki leo unachokisikia kitu gani? Na wasiwasi. Huyo ni mume wa mtu. Na sitaki uniambie hapana. Ni kweli nimesikia mwenyewe ni mume wa mtu. Ngoja tu nikwambie ukweli shoga yangu. Huyu kweli ni mume wa mtu. Ni mume wa Mariam. Shangani. Wewe Bless una hatari. Hivi unakumbuka nilikuuliza ukanikatalia wewe? Sikutaka waraka huo kukwambia.
Asa pale ningeongea nini? Sasa leo ngoja nikwambie kitu. Hivi unajua Mariam ni mchawi? Tena ni mwanga kote huku. Na hapa mtaani kote. Mimi peke yangu ninajua hiyo siri yao. Yeye pamoja na mama Kaindi. Sasa basi, kama unaendelea kutembea na mume wake, kitakukuta kitu kibaya. Litakukuta jambo Grace. Lakini kutaka kunielewa. Sasa madhara yake ndio haya yanaenda kutokea. Hebu achana na mume wake, shida nini lakini? Mbona wanaume wamejaa wengi tu? Yaani unashindwa kujitafutia mwanaume wako kawa naye? Unaenda unatafuta mwanaume wa mtu na sio mwanaume wa mtu tu, mwanaume wa Mariam. Mariam ni mchawi wewe. Sikia nikwambie kitu kimoja. Huyo Mariam awe mchawi, awe kigagula, simuogopi. Yaani kwa vile alivyoninogesha vile niachane naye? Hapana, haiwezekani. Afu sikia Madina. Yeye kama mchawi, mimi nina waganga wangu wengi tu. Tutapambana naye. Grace. Mama, kinyago mwenyewe ndo huyu. Binti mdogo kama wewe, unatoa wapi ujasiri wa kutembea na ume za watu? Unajifanyia mjuzi wa mambo eh? Bila shaka huu moto ulioingia ni wa petroli. Hauotwi hata siku hii mmoja. Sasa basi, umeponza maisha yako. Naombeni mnisamehe. Sikiliza nikwambie wewe. Hatunaga msamaha katika maamuzi yetu. Mpaka tumekuja kusimama hapa, tumeshakaa tukajadili. Na tunapopitisha hukumu, hukumu yetu inapita kama ifuatavyo. Hukumu yako ni kifo na hakuna kitu kingine. Madina, unatuona? Sio kuwaona tu. Hata kwa hicho nilichokifanya hapa, nimekishuhudia kwa macho yangu. We Mariam, yaani unaamua kumuua mtu, kutoa uhai wa mtu kwa ajili ya mapenzi? Hivi mbona uchawi wenu hauna faida nini? Ha? Madina, sikiliza nikwambie. Hiki ambacho umekiona hapa, naomba iwe ni siri yako. Usimwambie mtu yoyote. Kamwe siwezi kufunga mdomo wangu. Kwa hiki nilichokiona hapa, siwezi kufunga mdomo wangu. Nitapita nyumba hadi nyumba na kutangaza kwamba ninyi ni wakina nani. Na watu wote lazima wajue uchafu wenu mnaofanya. Sawa. Naona unajifanya ni kijogoo sana. Sasa basi, nenda katangaze. Ingia kijumba kimoja baada ya kingine. Na endapo nitalisikia hili kwa mtu wa aina yoyote, basi na wewe utamfuata Grace alikoenda. Unitishi. Yaani mimi labda mtanisumbua tu, mtanitesa tu, lakini kuniua, hilo mkae msahau. Hamwezi kuniua.
Na hayo ndio yalotokea, lakini haikuishia hapa. Mimi nilisaidiwa na Kalunde, albino mmoja hivi, naye ana uwezo sana, amenisaidia kurudi. Ila kitu kinachonishangaza ni kwamba bado sionekani, na shida kubwa iliyopo ni katika ile mimba ya ndugu yangu Chioma. Hapo najaribu kuelewa, ila usiwe na shaka, maana kichondeta katika mjini kumtibia ndugu yako Chioma, hiyo siwaze, na kazi inaanza leo, na kuhakikishia nitamtibia ndugu yako na utaanza kuonekana. Asante sana. Mtaalamu. Mr. Abdul, Ndugu yangu umefika na useme ndugu yangu mimi niko ndani nimejipumzisha pale. Ni mwenyewe nimefika muda huu. Na nilikuwa nahitaji kuja hapo ndani kugongea ili kueleze kwa nimefika, nimefanikiwa kupata kila kitu kwa ajili ya kumtibia mkeo. Ni jambo zuri, hata mwenyewe nimependezwa nalo. Kwa maana haya yanatendeka hapa sio mambo ya kuvumilika hata kidogo. Basi naomba kazi ianze basi. Kazi nimekuachia kuanzia sasa. Uwe huru kuifanya hata muda huu. Madina. Chioma. Madina, ni wewe? Mr. Abdul, kama unavyoona kazi yako nishaimaliza, na mkeo kwa sasa yuko salama, lakini yote yaliyotokea kwa mkeo ni chuki na visasi ambavyo vyote hivi vimesababishwa na watu hapa mtaani kwenu. Na watu hao Madina anafahamu, ila mizimu imewachagulia adhabu moja tu. Miongoni mwao watapatwa na upofu. Hiyo ndio itakuwa alama ya kuwatambua. Mganga, nashukuru sana kwa kunisaidia. Na pia mume wangu nashukuru sana. Sijategemea kama nitakuja kuonana tena na ndugu yangu.
Abe mkubwa vipi? Mbona kama hivyo? Ni mkubwa. Nani? Kacha. Wewe ni Kacha? Amuya once again. Kacha. Mwanangu. Sabi mkubwa wewe, tangu njera nimefika hapa bado nipangilie ndosi unaanza kulia au ndo tayari mazingira ya misiba ishaanza tena? Si hatuna pesa za michango ujue. Mwanangu sioni. Mashoheoni. So uoni vipi bi mkubwa? Mimi mbona nakuona? Ona shindaje kuniona mimi? Mbona tunaongea? Maana yake wewe kama unaweza kuongea uwezi kuona bi mkubwa. Acha kunipeleka resi bi mkubwa. Mwanangu sogea karibu hapo. Naomba mama yako. Sioni kweli. Sioni. Kwa hiyo bi mkubwa, maana yake unachokisema maana yake kipo serious. Sogea. Sawa. Mimi nimevaa pama rangi gani? Ni mwanangu. Naomba niamini. T-shirt. Au jui. Bado sioni. Ila bi mkubwa, mimi nilishakupangiliaga ndosi mara nyingi, tunakupangaga na kuelekezaga kusio mitikasi yako ushirikina hiyo. Wewe bi mkubwa, hilo mbora limekurudia hilo. Hilo mbora limekupiga ndosi bi mkubwa. Sijui nani umemchokonyoa huko. Sasa sikiliza, mimi nakutoa hapo na kupeleka ndani. Ila kuwa makini bi mkubwa. Hizo pigo unazoleta dharau ujue unakuja kutuzalisha mtaani hapa. Si unanielewa? Wewe mwenyewe unanielewa, maana una kitengo kikubwa sana mtaani hapa. Alafu ikitokea leo hii eti mama Kacha aoni from nowhere tu inakuwa dharau ujue na kwa ukamu. Si unaelewa bi mkubwa? Watakuja kupiga mitego yao ya kila aina hapa ndani. Alafu tushindwe kuendelea kimaendeleo yani. Utashindwa kudevelop yani kimtindo. Alafu mwenyewe unaelewa katika maisha kweli ile na kwa dharau. Umeniboa sana bi mkubwa. Alafu hili jambo linaonekana lipo serious hili hapa. Ndio bi mkubwa, hili jambo lipo serious yani. Mwanangu usiniseme sana, ni matatizo tu ya dunia haya. Nisaidie tu mwanangu. Nisaidie mamako nipone nione kama zamani. Nisaidie mamako nipone nione kama zamani. Kacha mwanangu. Sioni. Yaani hapa sioni kabisa. Sioni kitu chochote mbele yangu. Sioni. Sioni mwanangu. Yale bi mkubwa ntevu. Wabi mkubwa ntevu hiyo unatazahau ile yani. Yaani kubwa ukiwa kana changamoto kama hivyo unakuwa mpole yani unakuwa mtu. Unakuwa mtu, ila mimi nikipita kana mapocha watu huko na nisema nili kama sio mtu yani. Bi mkubwa, changamoto anapitia kila mwanadamu, afu changamoto tumombewa sisi yani. Wenye miguu miwili, wenye macho mawili, wenye mikono miwili bi mkubwa. Si unaelewa? Hamna aliyeumba alichokuwa nacho. Tumezaliwa na akili sisi, hatujazaliwa na mali, au si? Kwa hiyo hapo liwefunzo siku nyingine na mimi usinisemeseme, au si? Kwa nini kunyanya pae saizi? Hapana mwanangu, usinifanyie hivi. Nitaondoka mimi. Usiondoke, nirudishe ndani mwanangu. Mimi pia nilikuwa nakuelezea wewe kwenye kazi yako mwanangu. Kwa sababu najua mwanangu, asiyefunzwa na mamaye funzwa na ulimwengu. Walimwengu anafunza vibaya Kacha. Walimwengu atakuchoma moto. Ndio maana mwanangu mimi nilikuwa nakuambia usichukue vya watu. Mimi naumwa. Huo ni ugonjwa mwanangu, nisaidie tu mimi nipone, mama yako hangaika. Sikiliza be mkubwa, sile sana au si? Kaza wewe mwanamke wewe. Wabidi uvumilie. Kwa hiyo unavolia na mimi nitakuja kulia hapa dakika mwisho hata tutakuwa tunalialia, hakuna chochote kitakachoendelea. Hapo tunabidi tupate suluhisho. Sio unaelewa be mkubwa? Hapo sasa tunabidi tupige nyanga au sio? Sasa sikia, nakupeleka ndani hapo, mimi naenda kuchukua bongo shit huko mtaani. Afu namtafuta aliyekufanyia hivyo. Atanieleza vizuri. Si unaelewa bi mkubwa? Tuchome ndani. Nipo huku.
Kacha, zumuni la kukuta hapa mpenzi wangu, kuna jambo ndani nikwambie. Usuka nisikilia tofauti, lakini naomba unielewe. Mpenzi wangu, pete sioni. Nakumbuka mara ya mwisho nilivyoipoteza, ukaniambia kwamba tusijuane. Lakini kwa hili basi hata kidogo tu naomba unielewe. Usuka toa maamuzi magumu. Yaani umenizilishia kwamba wewe ni mwanamke jasiri. Unakuja kwangu upo comfortable, yaani comfortable. Auoni hata aibu. Hivi unajua mimi maumivu gani ambayo nayapitia kwa wakati huu? Ni kitu gani ambacho ukitambui? Sikiliza nikwambie pia. Mimi labda nikwambie tu kitu kimoja. Kwamba hakunaga mwanaume ambaye anaweza kuvumilia changamoto kama hizi. Hilo jambo umedhamiria. Wala hata hujapoteza bahati mbaya hiyo pete. Labda tu nikwambie in short. Namba niache niwe peke yangu. Nianzishe safari yangu. Naamini kwamba nikiwa mwenyewe akili yangu itakaa sawa. Itatulia. Kwa sababu haiwezekani mimi naonyesha thamani yangu kwako, najitoa juu ya upendo wangu kwako, afu leo from nowhere ama kuja eti kirahisi tu. Sawa, kwa sababu wewe ni umeamua. Fresh. Shega. Tubampani. Kacha, naomba nimetanguliza samani. Naomba nisamee. Najua nimekukosea sana. Na ile pete ulinivisha kwa moyo mmoja. Sasa kama mwenyewe nimependa ipotee. Nimetokea bahati mbaya. Nielewe basi mpenzi wangu. Sio mtoto. Ni mtu mzima ambaye anajitambua. Afu naelewa situation nzima ambayo unaipitia kwa wakati huu hapa. Unajua very well bi mkubwa wangu changamoto alokuwa nayo. Kwa hiyo maana yake unaamua kwamba tuteketee familia nzima. Unataka tupotee, yani tusambaratike ukoo wetu wote, si ndio? Sasa naomba nichague upande mmoja tu. Naomba niache na familia yangu, nitetee familia yangu. Wewe si umeshindwa kuvumilia upendo? Si umeshindwa kugundua thamani yake? Naomba uende, kaanze safari yako mpya ya maisha. Na mimi nianze safari yangu ya maisha. Alafu napitia kipindi kigumu sana kama ulikopo ujui. Kwa hiyo muda huu iwe mwanzo na mwisho yani kuongea mimi na wewe. Na sitaki kusikia kitu chochote kuhusu mimi na wewe. Mimi na wewe hatujawahi kuonana hata siku moja. Si unanielewa? Yani tukionana road, tuonane kama mtu na kaka yake, kama mtu na dada yake. Ukishindwa hivyo, fanya kama mtu ambaye umjui mpita njia. Nimemaliza.